Mke wangu, mimi nakwenda kupambana maisha. Hivyo nakuomba uishi na baba yangu kwa wema na umsikilize kila anachokihitaji na umheshimu kama baba yako. Hivyo ukifanya hivyo, hiyo ndo faraja yangu. Kwani mimi ni mtoto wa pekee kwa baba na mama. Na mama yangu unatambua amekwisha fariki. Maneno hayo aliyasema kijana mmoja ajulikanaye kwa jina la Nasoro. Nasoro alisomeshwa na baba yake. Amesoma shule za fedha za gharama kubwa sana kwa kweli. Kwani Nasoro alizaliwa peke yake kwa mama yake na baba yake. Na baada ya mama yake kufariki, baba yake alikuwa akimlea Nasoro akiwa peke yake. Na hakutamani hata kuwa na mke mzee huyo, kwani hatujui kitu gani kilimsibu juu ya msiba wa mkewe. Nasoro aliachwa katika umri mdogo sana na mama yake. Hivyo alilelewa na baba yake na kusomeshwa. Mpaka sasa Nasoro amesoma na ana degree zake nzuri tu za elimu ya kibiashara. Baba yake na Nasoro alikuwa ni mfanyabiashara mkubwa sana, mwenye mali nyingi sana, na maisha yake ni mazuri. Lakini ni mzee mmoja hivi anapenda sana mambo ya ujana, kwani muda wote yeye huwa ni smarti na upenda kugonga vitu vya kisasa zaidi. Baada ya Nasoro kufikia umri wa miaka 25, baba yake alimwamuru aoe. Hivyo Nasoro alikuwa na msichana wake ambaye walikuwa katika mahusiano ya kimapenzi. Hivyo ilikuwa ni kazi rahisi sasa Nasoro kufanya maamuzi ya ndoa. Lakini baba yake na Nasoro hakutaka Nasoro akae mbali na yeye, kwa sababu alikuwa na mali nyingi, majumba, magari na kadhalika. Hivyo alimwamuru Nasoro aishi nyumba moja ambao na yeye anaishi humo, kwani ilikuwa ni nyumba kubwa sana ambayo ina sehemu tofauti tofauti. Hivyo haikuwa tatizo sana Nasoro kuishi na mke wake humo ili apate kumsaidia baba yake. Kweli Nasoro katika mambo yake mara nyingi huwa anasafiri na kuelekea zake huko Ulaya kupambana na maisha na kufanya mambo yake mengine, na hurudi baada ya miezi miwili ama mmoja. Basi Nasoro alioa mke mzuri sana, mwenye mvuto na kuvutia hasa. Mwanamke ambaye ukimtazama kwa macho yako basi unapagawa sana, kwa sababu alikuwa ni mwanamke mwenye tabia nzuri, mwanamke mwenye sura nzuri, na mwanamke mwenye mvuto zaidi. Basi Nasoro alipopata safari yake ya kuelekea huko Ulaya, alimwaga mke wake kwa maneno mazuri sana, lakini akimsisitiza zaidi na zaidi amheshimu baba yake na mfanyie wema baba yake, na amsikilize mara tu pale atapokuwa na shida yake. Basi baada ya hapo Nasoro akasafiri, akabaki anaishi baba yake mule pamoja na mkewe Nasoro, yani mtu na mkwewe. Mambo yalikuwa hivyo. Mke wake na Nasoro alikuwa ni mtu makini sana. Hakikisha asubuhi anafanya shughuli zake na kumtengea baba mkwe breakfast kabla ya hata yeye ajaamka. Na baba yake na Nasoro anapoamka anakuta kila kitu mezani kiko vizuri kabisa. Hivyo akitoka kukoga huenda pale na kupata breakfast na kuanza kufanya mizunguko yake mingine. Hivyo mkewe na Nasoro alimjali sana baba yake na Nasoro. Alimjali kwa kuona kwamba huyu ndiyo mkwe wangu na mume wangu ameniambia kwamba nimtunze, kwani yeye ni mtoto wa pekee na huyu ndiye baba yake. Hivyo baba yake, mume wangu, ndiyo baba yangu. Basi baada ya shughuli zote hizo, mke wake na Nasoro hupambana sana kuhakikisha kwamba baba huyo anakula kwa wakati vyakula vyote ambavyo vinahitajika kwa mwanadamu. Basi siku moja alikuwa yuko sebreni anatazama zake tamthilia pale,
akasikia geti linagonga huko. Akatoka na kwenda kumfungulia, alamkuta baba mkwe amerudi mapema tu. Amerudi zake nyumbani na kuingia zake ndani, huku akiwa mwenye faraja na mwenye furaha sana. Mke wake Nasoro alikuwa anamheshimu sana baba yake na Nasoro, yani baba yake mkwe. Hivyo alikuwa anamgongea na kumuuliza, baba, leo nataka nikupikie nini? Basi alivyoona ameingia ndani, alimwacha kwanza kwa sababu hakujua anafanya kitu gani ama anahitaji nini kwa siku ile. Yeye akaendelea kuangalia tamthilia, na baada hapo akarudi chumbani kwake. Wakati huo alikuwa amekwisha andaa chakula, lakini alikuwa na mashaka zaidi kwa sababu alikuwa hajui siku ile mkwe wake anataka chakula gani, na hivyo alipika kuku, aliunga na nazi pamoja na wali. Hivyo hakujua kama mkwewe atakipenda hiko chakula au la. Hivyo alikuwa anaishi kwa mashaka sana, hataki hata kidogo kumuuzi mkwe wake huyo, kwa sababu mume wake ambaye ni Nasolo alimwahidi kwamba, au alimwambia kwamba awe makini na baba yake na amjali kwa kila jambo. Basi mke wake na Nasoro, baada ya muda, baba yake huyo aliamka, babake mkwe, na kwenda pale na kuanza kula kile chakula. Alipokula kile chakula, alikisifia sana na kumsifia mkwe wake kwamba mashallah, mwanangu amepata mke mzuri anayejua kupika na kadhalika. Basi mkwe, yani mke wake na Nasoro, alishukuru na kumwambia, asante baba, nashukuru kwa kunisifia, kwani si kwa uwezo wangu isipokuwa Mungu ndiye alinibariki ujuzi wa kupika. Basi maisha yaliendelea hivyo. Huyu mzee bwana, historia yake ilikuwa ni kubwa sana katika maisha yake. Huyu mzee alikuwa tajiri sana, lakini utajiri wake ulikuwa una mambo ya kishirikina ndani yake. Hivyo baada ya mkewe kufa, hakulazimika kuoa mke yeyote yule, kwa sababu kulikuwa na kafara ambalo alitakiwa alifanye na alilishindwa kwa wakati huo. Basi yule mkwe alikuwa anakaa na mawazo sana, kwani alipewa masharti mazito juu ya utajiri wake. Kipindi hiko yuko na mama yake na Nasolo. Alipokufa mama yake na Nasolo, aliambiwa kwamba mkeo sasa hivi amefariki, hivyo ili upate kuoa mke mwingine unalazimika ukafanye mapenzi na mama yako mzazi. Hivyo mzee huyo alishindwa kulifanya sharti hilo na kuona kwamba atafanya kitu ambacho si kizuri katika maisha yake, lakini alitamani utajiri wake uendelee kubakia. Lakini baada ya muda mfupi tu, Mungu alionyesha shani yake, yani bibi yake na Nasoro alifariki kwa muda mwezi mmoja tu kabla yule baba yake na Nasoro kufanya hilo tendo aliloamriwa na majini hayo ya kishirikina. Basi alihile ilimpa unyong'onyo sana, na kwenda katika iko chumba ambacho anafuga hayo madudu na kuyauliza kitu gani ayafanyie kingine. Yakamwambia, tunakuachia miaka kama 5, 6 ama 7 uishi kwanza na kuenjoy raha za mali zako, halafu tutakutafutia masharti ambayo ukiyafanya basi mali zako zitaendelea kuwepo. Basi yule baba yake na Nasoro alikaa hivyo na kuenjoy, lakini alikuwa akiwaza zaidi sharti gani linafuata baada ya lile alilotakiwa kumwingilia mama yake. Na kwa bahati nzuri ama mbaya, mama yake alikuwa amefariki kwa muda mfupi baada ya sharti hilo. Basi wakati huo Nasoro yuko zake Ulaya, huko anapambana kwa sababu baba yake alimsomesha kwa gharama kubwa sana, na Nasoro ni mwanamume ambaye yuko serious na anajitambua. Basi siku moja Nasoro alikuwa akiongea na mke wake na kumuuliza, vipi baba, anaendeleaje? Akamwambia anaendelea vizuri tu na tunaishi vizuri, nashukuru.
Mke wake Nasoro akampigia Nasoro na kumwambia, unarudi lini mume wangu? Nasoro akamwambia, usijali, nina kama mwezi mmoja hivi, nikishamaliza basi nitarudi Tanzania. Mke wa Nasoro alikuwa ni mtu mvumilivu sana, hivyo mara nyingi hapendi kutoka nje na kufanya matembezi, hivyo kila kitu alinunua na kuweka ndani kwa muda mrefu, kwa sababu alijua hapendi kutembea tembea, hivyo akitembea tembea anaweza akamkosea mume wake. Basi yule mzee baba yake na Nasoro kila siku ya Jumanne huwa anafungua chumba hiko kwa siri, chumba ambacho ameweka madudu yake hayo ya kishirikina. Basi huenda humo na kuwauliza kitu gani kifanyike ili mambo yaendelee. Basi yale madudu yakamwamuru, akamwambia, tumekusaidia kwa muda mrefu sana na tumekupa pesa nyingi, umemsomesha mwanao Nasoro na umefanya mambo mengi sana, lakini sasa sisi ni wakati wetu wa kukupa masharti. Tunakupa sharti kubwa moja. Kwa muda wa ndani wa mwezi mmoja unahitajika uwe umeshalifanya hilo sharti. Basi yule baba yake na Nasoro akawa anawasikiliza wale majini wa kishirikina wakitaka kumpa masharti juu ya mali zake, kwa wakati mwingine baada ya kumwachia muda mrefu sasa kuenjoy maisha yake. Yale majini yakamwambia, hapa bwana kuna vitu viwili vya kuvifanya. Hivyo vitu ni muhimu sana, endapo utavifanikisha basi mali zako, kila kitu chako kitabaki kuwa salama na tutakupa tena miaka 10 mingine ya kuishi kuenjoy bila ya masharti yoyote. Basi yule mzee akawa anawasikiliza majini yale. Sharti la kwanza, majini yakamwambia, sharti la kwanza, kuna vitu viwili hapa vya muhimu sana ambavyo vinatakiwa vijitokeze. Hivyo hivi vitu vinatakiwa vifanyike ndani ya mwezi mmoja, vinginevyo utajiri wako utapokutika, hautafanikiwa tena na utarudi kuwa maskini sana katika maisha yako. Baba yake na Nasoro akawa anasikiliza kwa makini juu ya yale mashetani ya kishirikina na hayo masharti ambayo wanataka kumpatia. Wakamwambia, sharti la kwanza unatakiwa kulifanya ili mali zako ziendelee, inatakiwa mwanao Nasoro awe mwenda wazimu, yaani tuingie katika kichwa chake awe chizi, hivyo anapokwenda kuokota makopo na kadhalika, wewe huku ndiko mali zako zinaongezeka. Lakini la kama utaki hilo, basi sharti lingine la pili ni kwamba mwanao Nasoro anatakiwa asiwe na nguvu za kiume, hivyo anapokuwa hana nguvu hizo ndipo ambapo mali zako zitazidi kuongezeka. Lakini sharti la tatu alilopewa ni kwamba mwanao Nasoro afariki ili wewe mali zako ziendelee kudumu na kutofirisika. Lakini sharti la 4 alilopewa, anatakiwa afanye mapenzi mara 7 na mkwewe, yani mke wake na Nasoro. Hayo ndio masharti 4 aliyepewa baba yake na Nasoro kutokana na majini yake ya kishirikina yalompatia mara nyingi sana. Baba yule alipagawa sana kwa masharti mazito ambayo katika maisha yake hajawahi kutegemea hata siku moja kwamba majini hayo yatamwambia hivyo. Hivyo alikuwa na mawazo kwa muda mrefu sana. Alipotoka katika kile chumba, akatoka zake sebreni, kwa bahati mbaya hakumkuta mke wake na Nasoro. Alikuwa amelala zake ndani huko akichati na simu na mume wake ambaye yuko Ulaya. Yule mzee alipagawa kidogo kwa sababu masharti aliyopewa yote ni mazito. Nasoro kufariki, Nasoro kuwa chizi,
Nasoro kutokuwa na nguvu za kiume, na Nasoro na kutembea na mkewe wa Nasoro mara 7. Yaani afanye siku ya kwanza na aende siku ya pili mpaka siku zifike 7. Haya yalikuwa ni mambo mazito sana kwa mkwewe, yani kwa baba yake na Nasoro, kufikiria juu ya mkwe wake kwa sababu ni mkewe wa mwanae, yani mkwe wake. Lakini pia akifikiria juu ya kumtosa Nasoro kwa sababu Nasoro ni mtoto wake wa pekee kabisa, na hana mtoto mwingine wa kiume, na hana mtoto kabisa kwa sababu mtoto huyo ni mmoja tu ambaye amemsomesha kwa gharama kubwa, na sasa Nasoro anapambana na kazi zake. Lakini juu ya kumsomesha kote huko alitumia pesa hizo za kishirikina ambazo walitafuta yeye na mama yake na Nasoro kabla hajafa, na mpaka sasa Nasoro amesoma na elimu kubwa kabisa, na hivyo anamsaidia baba yake na anaendelea na biashara zake mwenyewe. Masharti ya majini yamekuwa mazito sana kiasi kwamba yamemweka katika mawazo, lakini majini walimwambia kwamba tunahitaji jambo hilo lifanyike ndani ya mwezi mmoja, kwa maana ukishapita mwezi mmoja tu sisi tunafanya maamuzi yetu ya kufirisi mali zako zote na kurudi kuwa kapuku kabisa. Na kama ilivyoada tena, unajua baba yake na Nasoro amekuwa ni mzee kijana, yani anapenda maisha matanuzi kwa sababu ndiyo maisha ambayo ameyazoea baada ya kupata utajiri huo wa kishirikina. Basi anawaza sana kwa sababu atashindwa kufanya matumizi yake kugonga pamba kali na kuishi maisha mazuri, kwa sababu ndiyo ambalo hilo lilomfanya enjoy zaidi katika maisha yake kiujumla. Basi mambo yalikuwa magumu kwa upande wake kwa sababu ilikuwa sio ratiba zake tena. Akaendelea kuwaza juu ya lile, na mawazo yale yalimfanya apagawe sana kwa sababu alishindwa kupata jibu kamili kitu gani akifanye. Kila kitu alichoamrishwa na majini hayo kilikuwa ni kitu ambacho kina mchanganya katika kichwa chake. Basi akaenda zake kulala, akanunua panado zake akameza baada ya maumivu makali sana ya kichwa. Hivyo akaenda zake na kwenda kulala zake huko ndani. Mara kidogo wakati amelala, akawa anafikiria kitu gani cha kufanya kati ya masharti hayo ili mradi mambo yanusurike kabisa. Lakini akasema hapana, mimi bora nijaribu hata kuongea na mkwe wangu ili mradi nifanye jambo ambalo mimi nimeamrishwa, ili mradi mwanangu Nasoro anusurike na maisha haya yaendelee na mali hizi Nasoro ziwe zenye kumsaidia baadaye. Akasema nitaanzaje na mkwe wangu na mheshimu sana, na mkwe wangu ni mtu ambaye makini sana, hawezi hata kukubali jambo lolote lile baya lifanyike kwa sababu anajua mimi ni babake mkwe na mimi ninamheshimu sana na yeye anampenda sana mume wake Nasoro. Basi mzee yule alichukua maamuzi magumu sana. Akasema siku hiyo ngoja nijaribu nikanywe pombe kwanza, nikishakunywa pombe nikisharudi najaribu kukaa na mkwe wangu nizungumze naye, lakini sitomwambia kwamba ni masharti nimepewa na majini, bali mimi nitajaribu kumtongoza alafu niangalie kitu gani kitafuata baada ya hapo. Basi yule mzee alitoka zake huko, akalewa, akanywa pombe nyingi sana na akaendesha gari yake, akarudi mpaka nyumbani pale akapaki gari. Wakati huo mkwewe alikuwa yuko chumbani kwake kwa sababu wanaishi katika jumba moja la kifahari sana. Alipofika pale alikuwa na mawazo sana jinsi ya kumwanza mkwe wake huyo na kuhakikisha kwamba anafanya kile ambacho yeye aliamrishwa na majini yake ya kishirikina ambayo yamempatia utajiri kwa miaka mingi sana, hata kumsomesha Nasoro, na sasa Nasoro kuwa mtu mwenye pesa nyingi.
Basi mara kidogo akaita jina la mkwewe pale. Basi mkwewe yule akafungua mlango akatoka. Wakati huo alikuwa ni bado mbichi sana mwanamke yule, na alikuwa ni mwenye umbo zuri, mwenye kuvutia sana, lakini alikuwa bado hajafanikiwa kupata mtoto kipindi hicho, kwani ndoa yao haikuwa na muda mrefu sana. Basi yule mzee akamwambia mkwe, nimekuita, nahitaji tukae chini tuzungumze. Basi yule mwanamke, kutokana alikuwa na heshima sana na alikuwa na jitambua, of course, akasema okay baba, mimi nakuja na kusikiliza baba yangu, kitu gani kinakusibu? Yule mzee alishindwa kwa sababu alikuwa na kigugumizi cha kuongea, kwani jambo lenyewe ni zito sana kumtamkia mkweo. Ingawa alikuwa yuko maji, lakini jambo lenyewe lilikuwa mtu mwenye akili za kawaida uweze hata kumtamkia mkweo hivyo. Basi akashindwa, akamwambia basi mkwe wangu, tutaongea vizuri kesho, kwani jambo lenyewe naona linaingia linatoka. Basi mkwewe akacheka kidogo kwa sababu alimuona baba yake alikuwa yuko maji zaidi kuliko siku zote, kwa sababu baba yake huyo mara nyingi ugonga bia, lakini si kama ambavyo siku hiyo aligonga, alikuwa amepitiliza kidogo. Basi akacheka akamwambia, haya sawa baba, najua hauko vizuri, mko wawili hapo kichwani, hivyo nenda tu baba yangu, ila kesho nitakukumbusha unambie jambo hilo baba, kwani ni muhimu sana. Kama litakuwa la muhimu, basi itakuwa ni jambo jema baba yangu, nenda kalale. Basi akamwandalia chakula pale, akala. Yule mzee akaingia ndani akaenda kalala. Lakini ndani yule mzee hakupata usingizi hata kidogo, kwa sababu alikuwa akiwaza zaidi na zaidi kwamba masharti aliyopewa na majini yake juu ya utajiri alionao ni magumu sana, hivyo nashindwa ataonekanaje kumwambia mkwewe kwamba tufanye mapenzi. Hivyo alijisikia ni jambo baya sana katika maisha yake. Basi hali iliendelea hivyo. Kesho yake akasema, leo nitapiga moyo konde, ngoja nikapiga zangu pombe, baadaye nikae tena na mkwe wangu nizungumze naye. Basi yule mzee alipofika asubuhi akaendelea kwenye mizunguko yake, na jioni akaelekea baa na kupata vinywaji vyake kama ilivyo ada katika maisha yake. Alipofika huko alikunywa pombe nyingi sana, hivyo alienjoy kwa nafasi yake, lakini pombe hiyo alikusudia makususi kabisa ili kwenda kumwambia mkwewe jambo ambalo utajiri wake utaendelea kubakia, na ili waenjoy yeye na mwanae baadaye. Lakini masharti alikuwa akiyafikiria. Sharti la kwanza lilikuwa mwanae Nasoro awe chizi, ili anavyokwenda kuokota vitu vichafu ndipo ambavyo utajiri wake yeye utaongezeka. Lakini sharti la pili aliyopewa na majini ya kishirikina lilikuwa ni kwamba Nasoro awe hana nguvu za kiume, hivyo kwa kufanya hivyo ndivyo ambavyo maisha yangekuwa mazuri zaidi kwa upande wa mali zao. Lakini sharti la tatu lilikuwa Nasoro apoteze uhai wake kabisa. Hivyo ili jambo lilimweka katika wakati mgumu. Lakini sharti la nne alilopewa ndilo sharti la kutembea na mkwewe, yani mke wa Nasoro. Hapo ndio aliona kidogo kuna unafuu kuliko kumpoteza mwanae Nasoro. Hivyo alitamani alianze na hilo ili kuangalia kwamba mambo yake yanakwenda. Lakini kumbuka kwamba mzee huyo yale majini yalimpatia mwezi mmoja tu wa kufanya hilo, na wakati huo anasuasua kutafuta jibu nini la kufanya, muda nao unayoyoma. Basi aliporudi siku hiyo akamuita mke wake na Nasoro, akamuomba siku hiyo ampikie chakula kitamu sana mkwe wake. Hivyo kama ilivyoada, kwani mke wake na Nasoro alisikiliza maagizo ya mumewe kabla hajaondoka kwenda Ulaya. Alimwambia, mzingatie sana baba yangu, mheshimu sana na msikilize kila anachokihitaji, kwani ni baba yangu wa pekee. Hivyo baba yangu mimi ndiyo baba yako wewe. Hayo ndio maneno aliyosema Nasoro kabla hajakwenda zake Ulaya. Basi alifanya hivyo mke wake na Nasoro kuhakikisha kwamba analinda upendo wa mumewe juu ya baba yake. Mambo yanaendelea kama kawaida.
Hivyo alimwandalia chakula chake pale kizuri kabisa, na baada ya kula kile chakula, yule mzee akamkazia macho mkewe na Nasoro, yani mkwe wake, na kuanza kumweleza shida yake sasa aliyoambiwa na yale majini ya kishirikina. Lakini yeye hakumwambia moja kwa moja kwamba nimeambiwa na nani, ila yeye alijaribu tu kuonyesha kana kwamba amemtamani mkwewe, lakini lengo lake kubwa lilikuwa ni hilo na si vinginevyo. Basi akamuita akamwambia, mkwe wangu bwana, humu ndani sisi tunaishi wawili, na kama tunaishi wawili, mwanangu hayupo, na wewe ndio upo hapa na mimi ndio nipo hapa. Lakini mimi ni baba yako, najua ni baba yako mkwe, na ndiye niliyekuzalia mume wako Nasoro. Lakini naomba unistiri jambo moja ambalo sitaki nilisikie kokote linasikika. Hivyo naliomba ulifanye hilo jambo kwa gharama yoyote. Mimi niko tayari kukupa, hata kama utahitaji milioni 500, milioni 300, 200, basi mimi niko tayari kukukabidhi. Lakini naomba ili jambo ulifiche kama siri. Mke wake na Nasoro alishtuka kidogo, kwa sababu si kawaida ya mkwewe kumwambia maneno mazito kama hayo. Hivyo alijawa na hofu kubwa sana na kuona kwamba naam, jambo gani hilo linalofuata kuambiwa mimi, ili mradi nilitekeleze. Basi alikuwa na mawazo na kuona kwamba baba ameongea sentensi nzito sana, lakini kabla hajamwambia chochote kinachoendelea. Ndugu yangu mtazamaji ama msikilizaji wa channel yangu ya Mengi Online TV, na kuomba ufanye jambo moja la muhimu sana kabla hatujaendelea na simulizi yetu. Kama ndo mara yako ya kwanza kujiunga katika channel yangu, na kuomba ukliki button nyekundu iliyoandikwa subscribe, ili uwe wa kwanza kupata video zangu mara tu nitakapozituma. Basi yule mzee akaendelea kumuongeresha yule mke wa Nasoro, yani mkwewe, na kumwambia kwamba jambo ambalo nataka nikwambie mkwe wangu, nitakupa gharama yoyote ile ambayo wewe utahitaji. Yule mke wake na Nasoro akamwambia, hakuna shida baba, nakusikiliza. Jambo gani? Wewe mimi baba yangu, hakuna sababu ya gharama, ila mimi nitalifanya tu baba yangu. Kwani mke wake na Nasoro hakujua kitu gani kinachofuata, na hakufikiria hata kidogo kana kwamba baba yake yule atazungumza maneno mazito kama hayo. Basi yule mzee akamwambia, bwana mkwe wangu, mimi nimetokea kukupenda sana na kukutamani. Hivyo kitu ambacho mimi nataka tufanye siri, Nasoro asijue. Tufanye mapenzi mimi na wewe. Na nitakupa gharama yoyote ambayo wewe utahitaji. Kitaji milioni 100, milioni 50, milioni ngapi, mimi nitakupa, kwa sababu nimetokea kukutunuku zaidi ya mwanangu. Alihire yule mke wake na Nasoro alisikitishwa sana, na aliinuka haraka na kuingia chumbani kwake na kufunga mlango, huku akitokwa na machozi. Mke wake na Nasoro alilia sana na kusikitika na kuona sasa huu ni uchuru ambao anatakiwa nifanyiwe mimi, na kwa sababu gani ametamka maneno kama haya kwangu, anajua kabisa mimi ni mke wa mwanae. Basi mke wake na Nasoro alilia sana ndani mule, na alibubujikwa na machozi, na alihuzunika sana kwa kusema mwenyewe moyoni kwamba kweli nimepata mtihani. Mume wangu wakati anasafiri aliniahidi kwamba nimsikilize baba, lakini si katika hili. Mume wangu aliposafiri alisema nionyeshe upendo wa dhati juu ya baba yake, lakini si katika hili. Hili ni jambo gumu sana kwangu, kwani sikulelewa hivyo kabla, na sikulelewa hivyo kabisa katika maisha yangu. Hivyo nimepata wakati mgumu sana juu yangu. Mke wake na Nasoro alikuwa akiwaza na kufikiria mambo hayo, huku akinung'unika ndani ya moyo wake. Lakini alitumia ustrongo mkubwa sana na kusema kwamba lakini sisubutu kumpigia mume wangu na kumwambia mambo haya, kwa sababu nitamgombanisha mume wangu na baba yake, kwani baba yake anampenda sana mwanae na mwanae anampenda sana baba yake. Hivyo ninaweza nikasababisha tatizo kubwa sana katika familia yao. Basi alibakia kulala tu na kuwa mnyonge siku hiyo, na usingizi hakuupata hata kidogo.
Yaani alikuwa ameegesha kitandani na kushusha mawazo na kuwa na kichwa kinamuuma. Wakati huu kwa mkwewe naye vurugwa, kwa sababu alisema lile neno si kwa kupenda, ila masharti ya utajiri waliokuwa nao ndiyo yalimpasa azungumze hivyo. Hivyo naye alipomwona mkwewe ameinuka na kuingia ndani, hivyo naye ameingia zake ndani, na aliwaza sana jambo hilo, kwani masharti aliyopewa ni mazito kuliko kawaida. Basi wote walielekea kulala, na kila mtu alikuwa akiwaza kwa nafasi yake huko. Hivyo hakuna mtu ambaye alipata jibu juu ya lile jambo. Lakini mke wake na Nasoro akawaza tena, akasema, mimi bora hapa ikifika asubuhi nimtumie message mume wangu, nimwambie kwamba kuna dharura nyumbani ili nipate kuondoka, kwa sababu nikikaa hapa huyu mzee anaweza hata akanibaka. Basi yule mkewe na Nasoro ilipofika asubuhi alishindwa hata kumuaga mkwe wake, kwa sababu mkwe wake ndiye aliyemtaka kimapenzi, ili mradi tu utajiri wake uendelee kubaki. Hivyo yeye alifungasha vitu vyake vichache, nguo zake na kadhalika, na alimtumia message kwenye WhatsApp mume wake ambaye yuko Ulaya kwamba mume wangu, kuna dharura, kuna msiba kule kwetu, kuna rafiki yangu amefariki kule ambapo nilipokuwa naishi nyumbani, hivyo mimi naelekea msibani. Basi Nasoro alimruhusu, kumwambia okay, nenda msibani, lakini wahi kurudi ili umwandalie baba mahitaji yake. Basi yule alitoka na kuelekea nyumbani kwao huko, na kwenda huko akiwa ana mawazo makubwa sana na kufikiria jibu gani ambalo anaweza akampatia baba mkwe, ili mradi tu mambo yasende ndivyo sivyo. Lakini pia alikuwa na wakati mgumu wa kuwaza kwamba neno hili nikimwambia Nasoro hata nifikiriaje, kwa sababu atagombana sana na baba yake na pia atajisikia vibaya, kwani ni jambo zito sana kulisema katika maisha. Basi alibaki tu kuwa na mawazo na kwenda kule nyumbani kwao. Alikaa na alishindwa hata kumwambia mama yake. Alimwambia tu, mama, nimekuja lakini najisikia vibaya, kichwa kinaniuma na mume wangu hayupo, nadhani unatambua kwamba mume amesafiri, hivyo nimekuja tu kulala hapa, ila baadaye nitaondoka. Lakini kule Nasoro alimwaga kwamba anakwenda kwenye msiba. Basi yule baba mtu huku alipoamka akawa anamuita mkwe wake kwa sauti kubwa kabisa. Hakujua kama mkwewe amekwisha ondoka kwenda nyumbani kwao, hivyo alipagawa kidogo kumuona mkwe wake hayupo, na alichofikiri kwamba huenda amechukua maamuzi magumu, aidha ya kujiua ama kitu chochote. Basi alipiga kelele na kumuita, lakini mwisho wake akaona bora avunje tu mlango wa chumba kile ambacho alichukua naishi yule mke wake na Nasoro, yani mkwewe. Hivyo alivunja, na alipoingia ndani hakumkuta kabisa yule mkewe na Nasoro. Hivyo alikuwa anatetemeka sana na kuzani kwamba aidha yale majini ya kishirikina yatakuwa yamemtafuna ama yamefanya jambo lolote baya. Hivyo alipagawa sana na kujaribu kumpigia simu mwanae, na mwanae wakati huo alikuwa yuko busy sana, hivyo hakuipokea simu ile. Alihile ya Nasoro kutopokea simu huko Ulaya alopigwa na baba yake. Basi baba yake alifikiria mambo mengi sana. Cha kwanza, alizani kwamba mkewe atakuwa amemwambia kila kitu ambacho yeye alichokuwa akimtaka mkewe akifanye. Hivyo alikuwa na wasiwasi kujua kwamba tayari nimeharibu mahusiano yangu na mwanangu, na yule ndio mwanangu wa pekee, hivyo itakuwaje? Basi yule baba alizidi kupagawa na kuchanganyikiwa juu ya yote hayo yalikuwa yakimtokea. Mambo yalikuwa magumu kwa pande zote mbili, kwa sababu si jambo la kawaida. Hivyo mkwe wake kule alikuwa na mawazo sana, lakini pia mkewe na Nasoro pia alikuwa ni wakati mgumu sana na kuwaza kitu gani nikifanya hili jambo niepukana nalo. Lakini mkewe na Nasoro alikuwa anahofia sana kumwambia mumewe jambo linaloendelea, lakini aliwaza ndani ya moyo wake kwamba kama mambo yatazidi
hivyo atalazimika kumwambia. Basi Nasoro baadaye alipoona ile miskoru ya baba yake, alimpigia baada ya masaa 6 hivi. Alipomaliza shughuli zake, alimpigia baba yake. Alipompigia baba yake akamwambia, mwanangu, ninaona maajabu huku nyumbani. Akamwambia, maajabu yapi hayo baba? Akamwambia, mkwe wangu sijamuona nilipoamka asubuhi. Sikumkuta mpaka nikawa na wasiwasi huenda amefariki ndani. Nikavunja mlango lakini sikumkuta kabisa. Nasoro akacheka sana akamwambia, ni kweli lakini atakuwa ameghafirika tu kwa sababu mimi alinitumia message ya kwamba amepata matatizo huko nyumbani, hivyo amekwenda mara moja. Pale ndiyo yule mzee moyo wake ukamshuka na kuona sawa hapo ni jambo jema. Lakini mzee alipagawa tena kwa kujua kwamba Nasoro atakuwa aliambiwa kila kitu na mke wake. Hivyo alipagawa asigombane na mwanae huyo kipenzi na kuanza kumuuliza, kwani alikwambia jambo gani tena lingine? Akamwambia, hapana, hakuniambia chochote baba, kwani kuna lolote? Akamwambia, hapana. Hivyo alijikinga kwa kuhisi kwamba pengine kungekuwa na jambo lolote lile la kuambiwa. Basi yule mkewe na Nasoro akaendelea kukaa kule, na Nasoro alimwambia mkewe arudi baada ya kuzika tu. Hivyo mkewe na Nasoro alikuwa na mashaka zaidi ya kichwa chake na kuona kwamba kitu gani kitafuata kule nitakaporudi nyumbani kwa mkwe wangu wakati mume wangu hayupo. Na nikisema nimhadisie mume wangu, nadhani nishakoroga familia nzima. Kutakuwa na matatizo kati ya yeye na baba yake kipenzi ambao wanapendana sana, na hatofikiria kama baba yake angeweza kunitamkia kauli kama hiyo. Basi akapiga moyo konde, akabeba virago vyake kule kutoka kwa mama yake na kurudi nyumbani pale wanapoishi wote kwa pamoja, baba yake mkwe na mumewe. Alipofika pale, baba mkwe naye hakumkuta. Baba mkwe alikwenda huko kwenye mizunguko yake, basi naye akaingia zake ndani moja kwa moja akaelekea kulala. Lakini pale mlangoni aliacha viatu, na hivyo aliacha vile viatu makusudi ili yule baba mkwe ajue kwamba yeye tayari amekwisha rudi, na alimpikia chakula na kumwekea. Basi ilipokwenda yule mkewe na Nasoro alirudi. Alivorudi pale akakaa, na baadaye babake mkwe alirudi na kumuita mkwewe tena. Lakini mke wake na Nasoro alitoka kwa unyonge sana na kwenda kumsikiliza kwa mara nyingine, lakini hakumwambia tena jambo lile, na alimwambia, naomba unipatie chakula mkwe wangu, kwani nina njaa. Ila naomba unisamehe mkwe wangu kwa yale nilotamka, kwa sababu nilitamka mambo mazito sana, lakini ile ilikuwa ni akili ya pombe tu. Basi mkwewe akasema, sawa, nimekusikia baba, usijali. Akajua mambo yamesha kuisha na akamwandalia chakula mkwewe akala. Pale mke wake na Nasoro ndipo pumzi ilipomshuka kwa kujua kwamba kweli sasa mambo yamekwisha kabisa. Lakini hakujua yule mzee hakufanya vile kwa hiari yake, ila yule alifanya vile ni kama masharti ambayo yamemtokea katika mali zake na majini yale ya kishirikina. Wakati huo zile siku alizopewa na yale majini ya kishirikina zilikuwa zinayoyoma. Hivyo zilibakia siku kama 15 hivi za kukamilisha yale maagizo ambayo walitakiwa watekeleze. Basi mambo yalikwenda hivyo. Sasa yule mkwewe na yule baba yake na Nasoro, baada ya kuona siku zinazidi kuyoyoma, alikuwa anafikiria mbinu gani mbadala ambayo ataifanya ili mradi akamilishe yale masharti. Sharti la kusema mwanae wa chizi ni sharti zito sana, lakini hili ni kiasi tu cha kwenda kuambia majini wao wanajua watafanyaje na mwanae awe hivyo. Lakini sharti la pili la mwanae kuwa khanisi, yani asiwe na nguvu za kiume kabisa, hili nalo alikuwa na mashaka nalo, kwa sababu alijua mwanae hatoenjoy maisha na kutokuwa na familia.
lakini sharti la kumuua mwanae pia lilikuwa ni tatizo. Lakini ile sharti la kumwingilia mkwe wake, yani mke wa Nasoro, ilikuwa nalo ni tatizo, lakini aliona kwamba hii ndilo sharti ambalo sio gumu sana kulitekeleza ukizingatia na masharti yale mengine matatu ya awali. Hivyo hali hii ilimuia ugumu sana na kuanza kufikiria mbinu gani afanye ili mradi tu mambo hayo yamtokee. Basi yule mzee akawaza jambo moja tu, akasema okay, anyway, mimi ngoja nijaribu kutumia mbinu ya kishujaa zaidi ili mradi nihakikishe nafanikisha jambo hili kwa uzuri zaidi. Basi akafikiria kumtilia dawa ya kumlegeza nguvu yule mkwewe ili mradi tu aweze kumwingilia. Lakini ukumbuke masharti ya majini yalisema muingilie ndani ya siku 7 mfululizo. Sasa jinsi ya kuzianza siku ya kwanza, ya pili, ya 3, ya 4 mpaka 7 ni mtihani kwa kweli. Ni kazi ngumu. Ingekuwa siku moja ingekuwa si kazi ngumu sana, angejaribu kuforce kwa namna ambayo anaweza ili mradi tu alitekeleze hilo. Basi masharti yalizidi kumchanganya mzee huyo, baba yake na Nasoro. Basi akawaza jambo moja tu, kutokana akawa anaishi naye vizuri tena mkwewe bila tatizo lolote. Hivyo akawaza siku hiyo amletee zawadi ya juisi ya kopo zile za kufunga za supermarket, lakini humo akatia dawa moja ya kulevya ambayo aliichoma na sindano na kuchoma kile kiboksi kwa juu bila mtu kujua kwamba kiboksi kilitobolewa sehemu yoyote ile, na kumtilia dawa hiyo. Basi alirudi siku hiyo kutoka zake katika mizunguko yake, alimkuta mkwewe ameshaandaa chakula pale na kila kitu. Hivyo alimpelekea boksi lile la juice, akamwambia, mkwe wangu, leo nimekuletea zawadi mwanangu. Akafurahi sana mkwe wake, akasema asante sana baba, mimi nimekununulia juice ili mradi uenjoy maisha na mwanangu. Akasema sawa, ila mwanao hana muda mrefu atarudi, ameniambia. Basi baba yake akamwambia hata mimi pia ameniambia Jumatatu atarudi. Siku hiyo ilikuwa ni siku ya Ijumaa wakati analetewa juisi hiyo. Basi maisha yakaenda hivyo. Baada ya hapo sasa, yule mke wake na Nasoro alivumaliza kula, akaingia ndani, akaifungua ile juisi, akatia kwenye glasi, akainywa. Lakini alipokuwa anakunywa ile juisi, aliinywa kwa uzuri sana na alikuwa anaonyesha msisitizo na kuitamani sana na kuipenda juisi ile. Basi mambo yakaendelea kama ilivyo. Alivyokunywa juisi, baadaye akalewa kabisa. Alivyolewa kabisa na ile juisi, patwa usingizi mzito sana kiasi kwamba hawezi kuinuka na kufanya kitu chochote kile. Basi baada ya hapo, yule babake na Nasoro alipoona kwamba muda umefika huu kama nusu saa hivi ama lisari moja, akajaribu kumuita. Wakati huo mke wake na Nasoro yuko chumbani kule, ndipo alipokunywa ile juisi. Alipojaribu kumuita, alimuita, lakini hakusikia anaitika, kwani ilikuwa dawa tayari imekwisha mlevya. Hivyo alijaribu kufungua ule mlango, alikuta mgumu kwa sababu alishaufunga kwa ndani. Hivyo alijaribu kuvunja, na alipovunja alifanikiwa. Hivyo akaingia ndani na akajaribu kumtoa nguo zake zote na kuanza kumbaka, yani kumwingilia aliyekuwa ajitambui. Basi yule baba yake na Nasoro alifanya hivyo, alimwingilia yule mkwewe kimapenzi, lakini kwa lengo la kulinda utajiri wake kutokana na masharti yale ya majini. Basi alimwingilia kwa kiasi kikubwa sana. Lakini wakati anamwingilia huku pia na yeye alikuwa na hofu, kwa sababu alijua ni swala zito sana endapo atakupuka na kuamka na kujua kwamba mimi nimemfanyia kitendo hiki. Basi wakati anamwingilia, baadaye ile dawa ndiyo ilikuwa inapungua nguvu. Basi yule mke wake na Nasoro alifumbua jicho na kumuona babake mkwe yuko kinendani.
hivyo alimsukuma mpaka baba yake mkwe akadondoka kabisa chini na akakimbia mpaka chumbani kwake. Mke wake na Nasoro, mapigo ya moyo yalikuwa yanamwenda mbio, na alivyokuja kujiona alijiona tayari alikuwa hana nguo, na kati sivyo alivyolala, na alijikuta tayari ameshafanyiwa tendo hilo na baba mkwe. Hali hii ilimtia wakati mgumu sana, na alianza kulia tena kwa machozi ya kusikitisha sana, na kuona sasa haya maisha gani ninayoishi ni maisha mazito kabisa, na maisha ambayo sidhani kama ingekuwa hivi kwa kuolewa na Nasoro. Kwa kweli alikuwa na wakati mgumu kwa kweli, kiasi kwamba huwezi kuamini, kwani alijiona yuko katika mateso, ingawa alikuwa katika familia ya kitajiri na mumewe alikuwa ni mtu mwenye kipato kikubwa sana. Basi yule mwanamke alihuzunishwa sana na kubeba kila kitu kilichokuwa chake kwa wakati huo, nguo na nini na kadhalika, na hakumpigia simu hata Nasoro. Alibeba begi lake na kuondoka kabisa. Hivyo alivyoondoka akafika mpaka nyumbani kwao, na alikuwa anatokwa na machozi, na kwenda kule akamwambia mama yake, mama, yalonikuta ni makubwa sana. Akampa story yote ilivyokuwa na kila kitu ambacho kilifanyika kwa baba yule. Mama yake alichanganyikiwa kwa kweli, na kuchanganyikiwa kwake kulikuwa ni kuzito, na kumwambia mwanae, bora sasa mpigie mume wako, mwambie kabisa muachane, na sasa tunaenda polisi kumfungulia kesi. Lakini yule mwanamke alikuwa na hekima kusema, mume wangu mimi hana tatizo, kwa sababu yeye halijui hili, na mimi wakati natongozwa naambiwa na huyu baba sikumwambia, kwa sababu niliogopa kwamba nitagombanisha yeye na baba yake, na yeye kuzingatia ndio mtoto wake wa pekee, na yeye anampenda baba yake na baba yake anampenda yeye, hivyo na mume wangu pia ananipenda sana, hivyo ningemwambia nadhani ningemfanya arudi haraka sana na kungekuwa na varangati kubwa. Hivyo hali ilikuwa ni ngumu kiasi hicho. Basi baada yule mkewe na Nasoro kumsihi mama yake wafanye subira kwanza kabla ya maamuzi, basi mama yake alibubujikwa na machozi na kuona kwamba mwanae amefanyiwa jambo ambalo katika maisha yake hajategemea hata kidogo. Hali ilikuwa hivyo kwa kweli. Basi wakati huo sasa siku zinaongezeka zile za masharti, na hali inazidi kuwa ngumu, na kuona kwamba wakati umekuwa mgumu kupitiliza. Hali hiyo ilikwenda na yule babake na Nasoro kule akapaga. Akaona sasa wakati umekuwa mgumu na masharti yamekuwa magumu sana, sasa nifanye nini hapa? Basi baba yake na Nasoro akasema, potelea mbali, mimi itabidi nimpigie simu mwanangu arudi haraka sana, ili tulikamilishe jambo hili na tujue kitu gani kitafanyika. Basi akampigia simu Nasoro, na Nasoro akamwambia baba, kesho tu mimi nakata tiketi ya ndege narudi Tanzania. Na akampigia mke wake, akawa anamsikia mke wake akiwa mnyonge sana, na alimuuliza kitu gani kimetokea. Akamwambia hamna, mimi nipo tu kwa mama, nasikia naumwa tumbo na nini. Akamwambia chochote, ila akamwambia utakaporudi nitakwambia kitu gani kinanisibu. Basi wakati lile tendo alilofanywa mke wake na Nasoro na mkwewe, basi siku ile Mungu alizinisha ujauzito kuingia katika tumbo la mke wa Nasoro na kwa manii ya mkwewe, yani baba yake na Nasoro. Hali ilikuwa hivyo, alipewa ujauzito kwa tendo lile bila mwenyewe kujua kwa siku ile, na hivyo hali ilikuwa ni ngumu kiasi hicho. Basi hakujua kama ana tatizo lolote la ujauzito ulioingizwa na babake mkwe kwa kutumia mbinu hizo ambazo babake mkwe alizitumia. Basi Nasoro alirudi Tanzania. Aliporudi kweli alimkuta mkewe yuko kwa mama yake, na aliporudi nyumbani alimkuta baba yake, lakini baba yake hakuwa na furaha kama ambavyo amemzoea. Lakini Nasoro alihisi tu kutakuwa na jambo lolote, aidha wamegombana na mkwewe ama nini.
Nasoro alipiga moyo konde ajamuuliza kwanza baba yake na kwenda kumfuata mkewe, na alimkuta mkewe hayuko vizuri kabisa kwa sababu alikuwa ni mtu mwenye mawazo aliyejawa na stress nyingi sana. Basi Nasoro akamchukua mke wake. Baada ya kumchukua mke wake, hapo imepita kama baada ya wiki moja hivi baada ya tukio hilo, na kama baada ya wiki moja hivi na nusu baada ya tukio hilo, basi Nasoro alivyomwona mke wake yuko mnyonge na kumwambia anaumwa, basi alimchukua na kumpeleka hospitalini. Alipokwenda hospitalini akampima maradhi ambayo yanamwambia kwamba anaumwa, kichwa kinauma sana, lakini hakumwambia kitu gani kimetokea. Kubaki na siri yake ili mpaka wakae kifamilia. Basi alipompima haraka mke wake na daktari alipompima kila kitu, mkojo na nini, ndipo daktari aligundua kwamba mke wake na Nasoro amepata ujauzito ambao una siku takriban 14 ama 10 hivi, yani mjamzito wenye wiki moja. Lakini kumbuka wakati huo Nasoro alikuwa Ulaya ndani takriban miezi 3 hivi. Hivyo hakumwingilia mkewe. Na je, alikuwa anajiuliza Nasoro ujauzito ule ameupata wapi yule mke wake, na wakati alikuwa hatoki pale nyumbani. Hivyo Nasoro naye akaingiwa kwenye wakati mgumu wa kufikiria kwa nini mke wake amepata ujauzito na ameupata wapi. Hivyo Nasoro alipopewa majibu yale kwamba mkeo kinachomfanya aumwe sana ni ujauzito, basi Nasoro moyo wake ulipiga sana na kuwaza ujauzito huu ameupata wapi wa muda mchache kiasi hicho, kwa sababu mimi nilikuwa niko Ulaya na yeye alikuwa yuko nyumbani. Je, alikuwa anatoka nje au aliupata wapi? Hivyo Nasoro naye alikuwa yuko kwenye maswali mengi sana. Lakini sasa Nasoro kama mwanamume akasema, sasa hapa lazima nimuulize sasa mke wangu, kwa sababu nishaona ameniharibia na hii si jambo jema sana kwangu. Basi Nasoro akamwambia mkewe kwamba, mke wangu, majibu yanaonyesha una ujauzito. Sasa ujauzito unaomba unipe maelezo mazuri kabisa. Mimi niko zangu Ulaya, ujauzito umepataje wewe? Basi yule mwanamke akasema huku akibubujikwa na machozi, akamwambia, mume wangu nakupenda sana. Na nakupenda sana na sijawahi kukusaliti hata siku moja. Na lengo langu si kukusaliti wewe mume wangu, ila binadamu ni watu wabaya sana. Kwani mimi ujauzito huu ni wa baba yako. Nasoro pale alipagawa sana. Alidondoka chini kwa kupata kizunguzungu kikubwa na akazimia papo hapo. Basi madaktari walimuinua pale karibu na hospitalini, kwa sababu ndipo ambapo alikuwa wakizungumza na mkewe. Alitoka hapo akampeleka mpaka kwenye wodi wakampa drip, na mkewe Nasoro naye akaanza kupagawa upya kabisa. Hakumpigia baba yake, lakini alipagawa, lakini baadaye Nasoro alirecover vizuri, akarudi katika hali yake ya kawaida. Baadaye wakamchukua wakarudi mpaka nyumbani, wakaanza kutengeneza tena mazungumzo yao. Akamwambia ujauzito huu ni wa baba, na sababu kubwa baba alinitaka kimapenzi, na mimi nilimwambia hapana. Lakini pia kilichotokea mume wangu, baba aliniletea juice mimi, kumbe ile juice nadhani itakuwa ilikuwa na kilevi ndani. Hivyo nilivyokunywa ile juice nilijikuta tu kama sina fahamu, nikalala. Baadaye nikajikuta baba yuko kinenani anafanya mapenzi na mimi. Nasoro ile hali ilimuumiza sana, kwani yule ni baba yake kweli mzazi, lakini tendo alilofanya si sahihi. Hivyo mkewe alimweleza uwazi kabisa uliotokea. Hivyo Nasoro alibaki njia panda, na kweli Nasoro anamwamini mkewe na anamwamini baba yake. Hivyo hali iliyotokea ilikuwa ni wakati mgumu sana, lakini Nasoro alisema hapana, siwezi kuliacha hili likipita hivi, lazima nihakikishe kwamba namuita baba na tunakaa wote kwa pamoja. Basi Nasoro alimuita baba yake sebreni na akamuita mkewe,
na kwa bahati nzuri alimwambia mkewe ampigie mama yake aje pale. Basi wakakutana wote watu wanne, wakafanya kikao cha familia. Baba yake na Nasoro alifika kwanza kwenye kikao kile, alisikitishwa sana kwani alibubujikwa pia na machozi kwa sababu si lengo lake kufanya hivyo. Na Nasoro alikuwa anabubujikwa pia na machozi pamoja na mkewe. Kwa kifupi wote walikuwa wakilia kwa uchulo ule ambao uliofanyika, kwani si jambo la kawaida katika dunia. Basi Nasoro alianza kumuuliza baba yake, "He baba, mwanao anasema umemwingilia, umemfosi, umemfanyia hiki na hiki, ni kweli baba?" Baba yake na Nasoro alibubujikwa na machozi akamwambia, "Ni kweli mwanangu. Mimi ndiye niliyefanya hivyo na halikuwa kusudio langu mwanangu. Kwani nina siri kubwa ndani ya moyo wangu ambayo sijawahi kukuambia." Baba Nasoro akamwambia, "Siri gani hiyo baba yangu?" Akamwambia, "Nitakwambia tu mwanangu, wala usijali, kwa sababu maji yakisha mwagika hayazoreki, hivyo lazima nazungumza ukweli." Basi kikao kile kikawa kinaendelea na Nasoro akamwambia, "Hivyo baba, ulimwingilia mke wangu si kwa ridhaa yake." Akasema, "Mkeo ni mwanamke mwenye misimamo mizuri kabisa. Mkeo ni mwanamke mwenye heshima kubwa. Mkeo ni mwanamke ambaye anajitambua. Mkeo ni mwanamke ambaye umeondoka hajawahi kutoka nje ya geti hili, kinyume na ile siku ile alikuwaga na sasa hivi baada ya mkorogano huu ambao umetokea. Hivyo mkeo ni mtu mwaminifu na hana tatizo la aina yoyote." Akamwambia, "Mjamzito huu ulimpaje mpaje?" Akamwambia, "Ni kweli mwanangu, kwanza nikwambie tu siri moja ya utajiri wangu ili uelewe kwa nini niliyafanya yote haya." Nasoro akawa anamsikiliza kwa makini baba yake. Akamwambia, "Mwanangu, kipindi tunaoana mimi na mama yako tulikuwa ni maskini sana, hatuna kipato kwa kweli. Kipato chetu kilikuwa cha chini na hatukuwa na hali nzuri. Mimi nilikuwa nauza miwa na mama yako alikuwa anauza ukindu, yani wa kushonea mikeka. Hivyo tulikutana kama marafiki na baadaye tulilazimika tufanye imani za kishirikina ili tupate utajiri na tuishi maisha mazuri. Wakati huo wewe umezaliwa ukiwa mdogo sana. Hivyo yale majini tulikuwa tukiyafungia katika kile chumba ambacho tulikuwa hatukuruhusu wewe kuingia. Hivyo tulikuwa wenyewe tunayapa yale majini sadaka ambayo tulikubaliana nao. Lakini majini yale yalikuwa yanaishi na kutupa utajiri mkubwa sana. Ndio utajiri ambao wewe sasa hivi unauona mwanangu huu, na ndio utajiri ambao uliokusomesha mpaka hapo ulipofikia. Kwani ulikuwa si utajiri wa halali bali ni utajiri wa kishirikina, na huu ndio ulionisababishia mimi nitembee na mkwe wangu." Basi Nasoro akamsikiliza, ilikuwaje? Akamwambia, masharti yao yalikuwa kadri miaka inavyokwenda yanazidi kuwa magumu, na masharti ya mwisho mimi yaliniambia jambo moja tu. Yakaniambia, ili mali zako na za Nasoro zote, kwa sababu Nasoro amesoma kupitia pesa zetu, basi zote hizi ili unusuru na usiwe maskini, cha kwanza kabisa tunatakiwa Nasoro awe mwenda wazimu, yani wewe mwanangu uwe mwenda wazimu. Nasoro alishtuka kidogo akasema, yani mimi niwe chizi sasa? Akamwambia, ndio sharti la jini, lakini sharti la pili walisema wewe uwe khanisi, kwa maana usifanye kazi na usiwe yani usiweze kuenjoy maisha yako na mkeo. Nasoro alishtajabu sana kusikia kauli ile. Lakini akamwambia, la tatu sharti walionipa, basi wewe wakuue, yani ufe kabisa ili utajiri wangu uendelee kubaki. Baba yake na Nasoro pale akabujikwa na machozi na kumwambia kwamba haya yote mimi kwangu yalikuwa magumu, kwa sababu wewe ni mtoto wangu wa pekee na ndiye mama yako aliyeniachia, na hivyo hawakuniruhusu kabisa kuoa. Na aliniambia ili nitaka nioe basi lazima nifuate masharti haya ambayo wao wamefanyaje, wameniambia. Lakini sharti la mwisho waliniambia, kama unataka utajiri wako uendelee, utembee na mke wa mwanao, yani mkweo. Ndio maana mimi masharti ya kukua wewe sikutaka, kukutia uchizi sikutaka mwanangu, na masharti ya kukufanya hivyo ufariki sikutaka. Hivi nikaona sharti fupi nilifanye tu hili la kumwingilia mkeo, lakini walinipa pia masharti nimwingilie ndani ya siku 7.
Pale hali ilikuwa ngumu sana, kwani kila mmoja wetu alibubujikwa na machozi. Yani hali ilikuwa ngumu. Nasoro alikuwa analia, mkewe alikuwa analia, mkwe wake na Nasoro alikuwa analia pamoja na baba yake na Nasoro wakawa wanabubujikwa na machozi makali kabisa. Hali sasa ikawa hivyo. Nasoro akawa amepiga moyo konde na kumsikiliza baba yake. Akamwambia, sasa ulivyoamua kutembea na mkweo siku moja na wale wamekwambia siku 7, uone kwamba umemdhalilisha mke wangu? Akamwambia, ni kweli mwanangu, lakini mimi sikuwa na namna, ili nilinde mali zangu pamoja na zako, kwani zinatokana na majini hayo. Basi Nasoro pale alihuzunika na kuona kweli sasa huu ni mtihani. Na akamwambia, sasa mkweo sasa ni mjamzito juu ya lile tendo ambalo wewe umelifanya. Sasa baba, uone sura zetu tutaziweka wapi? Akasema, mwanangu, kwangu mimi naona ni aibu kubwa katika jamii, kwani naona bora hata nife, kwa sababu sioni tena thamani ya kuwepo katika ulimwengu huu. Basi wakati anazungumza maneno hayo, baba yake na Nasoro hapo akadondoka na kuzimia kabisa, yani kufariki. Hivyo wakamuinua, wakamshika, wakaona akawa baridi, wakamuingiza ndani. Na wakati wanatoka kumuingiza ndani baba yake na Nasoro, basi papo hapo mke wake na Nasoro akadondoka na fariki papo hapo. Naye wakapagawa mama yake na mkwe wake na Nasoro pamoja na Nasoro. Wakamchukua kumwaisha hospitali. Kufika kule akawa amefariki dunia. Na wakabaki wanaulizana maswali, Nasoro pamoja na mkwewe ambaye ni mama yake na mkewe. Basi wakawa wanasema, mke wangu nimempoteza. Na mkwewe yule akawa analalamika, nimempoteza mwanangu kwa sababu ya familia hizi za ajabu ajabu. Na mwanangu nilimwambia mimi familia za utajiri zina mambo mengi hizi, bora ungeolewa tu na mtu wa kawaida. Nasoro akawa analia naye na kusema, nimempoteza mke wangu, nimempoteza baba yangu kwa masharti ya kishenzi ambayo hayana msingi wote katika maisha. Hivyo sijui nifanye nini mimi katika maisha yangu. Hivyo Nasoro akawa analimbaya sana na kuwa na mawazo mazito sana, na wakaendelea na msiba. Wakazika misiba yote miwili, lakini Nasoro hakuwa tena katika hali nzuri. Alikuwa kama mtu ambaye amepatwa na uenda wazimu. Hivyo anatembea tu pekupeku, na wakati mwingine anaongea tu peke yake, haeleweki. Mama mkwe kule naye amepagawa na anaendelea na maisha yake kuwa magumu, kwani amempoteza binti yake kipenzi ambaye yeye anampenda zaidi. Ndugu zangu wapenzi wasikilizaji wa simulizi zangu, ni mimi mtunzi wenu Mr. Mengi aka Kisiki. Nimetunga simulizi hii yenye mafunzo makubwa, hivyo nawaomba sana, kama ndo mara yako ya kwanza kujiunga katika channel yangu, uklik button nyekundu iliyoandikwa subscribe ili uwe wa kwanza kupata video zangu mara tu ninapozituma. Lakini naomba pia udondoshe comment yako juu ya simulizi zangu, maoni yako, niongeze nini, nimepunguza nini katika simulizi ambayo nimeitunga. Nadhani tumejifunza historia hizi juu ya utajiri ambao si wa msingi zaidi wa majini. Hivyo hatupaswi kupata utajiri wa aina hii, kwani si mzuri. Tutafute kwa nguvu zetu, tujali kile ambacho Mungu ametujalia. Asante sana kwa kunisikiliza. Karibu katika channel yako pendwa ya Mengi Online TV. Asante.